Ndugu wanahabari, kwa majina naitwa Michael Rushinge Masanja, ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza. Ndugu wanahabari, kama mnavyotambua, nchi yetu sasa hivi tuko kwenye mchakato wa uchaguzi, na sisi Chama cha Mapinduzi ni moja ya vyama tunachoshiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Kama mnavyojua, Chama cha Mapinduzi tulizindua kampeni zetu tarehe 28 mwezi wa 9 pale Dar es Salaam kwenye viwanja vya Kawe. Tumeendelea na kampeni hivyo. Mgombea wetu wa tiketi ya Chama cha Mapinduzi kwa ngazi ya urais, Dr. Samia Suluhu Hassan, ameendelea na kampeni mikoa mbalimbali. Sasa ndugu wanahabari, nimewaita hapa kuwapa taarifa kwamba tarehe 7 mwezi huu wa 10 tutakuwa na ziara ya mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Ndugu wanahabari, mkoa wa Mwanza tumejiandaa kikamilifu na tuko tayari kwa mikutano kama ratiba itakavyokuwa itakavyoisema hapa chini. Tarehe 7 atawasili kwenye viwanja vya ndege vya Mwanza saa 2 kamili asubuhi, na kutakuwa na mapokezi pale kwenye roundabout ya uwanja wa ndege pale Mwanza Airport. Baada ya hapo tutakuwa na mkutano mdogo pale kwenye stendi ya Buhongwa. Pale atapita kusalimia watu, kwa sababu ni eneo ambalo lina watu wengi. Kwa hiyo mgombea wetu wa urais Dr. Samia Suluhu Hassan atapita, atasalimia pale Buhongwa. Baada ya Buhongwa kutakuwa na mkutano Misungwi kwenye viwanja vya Ng'ombe Mnadani. Pale pia kutakuwa na mkutano mdogo. Baada ya hapo tutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara Sengerema kwenye viwanja vya Tabasamu maarufu kama viwanja vya Mnadani. Lakini tarehe 8 mwezi huu wa 10 kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara kwenye uwanja wa Nyamagana. Ndugu wanahabari, nachukua nafasi hii kuwataarifu wananchi katika maeneo ya Buhongwa, Misungwi na katika viwanja vya Ng'ombe na mkutano wa hadhara Sengerema Mnadani mjini. Ndugu wanahabari, nachukua nafasi hii kuwakaribisha wote kujitokeza kwa wingi kusikiliza sera nzuri za mgombea wetu wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwakaribisha wananchi wote, wana CCM. Sisi kama Chama cha Mapinduzi, kama nilivyosema hapo awali, tumejiandaa, mikutano yote iko tayari na kila kitu kimekamilika. Kwa hiyo nina imani yangu wananchi tu ni waombe wajitokeze kwa wingi, kuanzia kwenye mapokezi basi na mikutano itakayokuwa inaendelea. Baada ya kusema na hayo, nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wanahabari na kuwakaribisha kwenye ofisi hizi za Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza. Asanteni sana. Na baadaye atapata nafasi ya kusalimia wananchi katika viwanja vya Buhongwa, na baadaye atakwenda kusalimia wananchi katika uwanja wa Mnadani pale Misungwi. Na tutakuwa na mkutano mkubwa katika wilaya ya Sengerema ambayo ina majimbo mawili, Buchosa na Sengerema. Maandalizi ya mikutano hiyo yote kwa tarehe 7 yamekamilika, na tunategemea kuwa na wananchi wengi katika eneo la Sengerema ambapo tutakuwa kuna mkutano mkubwa, lakini pia na haya maeneo yote ambayo mheshimiwa mgombea wa urais atakapopita. Shamra nderembo mbalimbali zitakuwa tumejiandaa ndani ya mkoa wetu huu wa Mwanza. Lakini tarehe 8 mgombea wa urais atapata nafasi ya kuongea na wananchi katika uwanja wa Nyamagana ulioko hapa mjini Mwanza.
ya kumpokea mgombea urais Daktari Samia Suluhu Hassan kutokana na shughuli mbalimbali zilizofanyika katika wilaya yetu. Kama mnavyojua, wilaya yetu kwa maana ya halmashauri ya manispaa Ilemela imepokea kiasi cha bilioni 110.91 kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali ya shughuli za maendeleo katika wilaya yetu. Na katika kipindi hiki cha utawala wa Daktari Samia Suluhu Hassan, shughuli mbalimbali za maendeleo zimeweza kutekelezwa katika wilaya yetu, zikiwemo sekta za afya, sekta ya elimu, maendeleo ya jamii, tehama, uvuvi, kilimo, miundombinu pamoja na ardhi. Ndugu waandishi wa habari, katika sekta ya afya, serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeleta kiasi cha fedha takriban bilioni 8.11 kwa ajili ya kutekeleza shughuli mbalimbali za afya, ikiwemo ujenzi wa vituo vya afya, zahanati, ukamilishaji wa miundombinu katika hospitali ya wilaya pamoja na ununuzi wa vifaa tiba. Tunampa mapokezi ya kuheshimika ya kiwango cha kazi ambazo amezifanya Mheshimiwa Rais. Tunataka tumpokee na yeye aone kabisa Mheshimiwa Rais yuko ndani ya mioyo yetu. Kwa hivyo wana Mwanza tuko tayari kujitokeza kwa wingi kuanzia kesho kumpokea. Hakuna sehemu hajagusa. Wamachinga wako tayari kumpokea, bodaboda wako tayari kumpokea, viongozi wa dini wako tayari kumpokea, wavuvi wako tayari kumpokea, watu wa masokoni wako tayari kumpokea, wana CCM wako tayari kumpokea, wana Mwanza wote wako tayari kumpokea. Kwa hiyo tuko tayari kumpokea Mheshimiwa Rais na tuko tayari kesho kwa ziara yake ya siku 2 ya tarehe 7 na tarehe 8, na nina uhakika kwa wana Mwanza kwa kazi ambazo ameshazifanya Mheshimiwa Rais, Mwanza tunasubiri tarehe 29 siku ya Jumatano kutiki. Ukweli tumejiandaa vizuri, tumejipanga vizuri, tutampokea mama kwa shamla zote na bashasha zote, hususan pale Kawekamo tunategemea kuwa na wananchi wasiopungua 70,000 kwa ajili ya mapokezi ya mama. Hivyo tuko vizuri sana kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda, na sisi Oktoba tunatiki tu. Basi tuko vizuri na tumejiandaa vizuri. Ilemela mmefanyiwa nini cha kujivunia mpaka sasa? Ilemela, katika manispaa ya Ilemela tuna haki ya kujivunia miaka yote aliyokuwepo mama madarakani. Hakuna tunachomdai. Zaidi ya hapo ni mapokezi, nafikiri mtaona shamla nyingi sana, mambo mengi sana, na tumejipanga sana Mwanza. Kwa kifupi tu ni kwamba sisi Mwanza ni watu wa vitendo. Kwenye sekta ya elimu kafanya nini? Kuna sekta nyingi sana kafanya mama kwa kupitia ilani. Kwa sekta ya elimu naona majengo yamekuwa ni mengi sana, yameongezeka, imefikia sehemu ukija kuangalia walimu wamekuwa ni wengi, ukija kuangalia vyumba vya madarasa vimekuwa vikubwa, na hapa hakuna watu kukaa chini tena. Swala la madawati kama zamani watu walikuwa wanaandamana si madawati na nini, sasa hivi hamna. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana vimefanyika sana. Apart from that wamefanya masuala vizimba ambao Mwanza sasa hivi vijana wengi wamepata ajira. Mimi ninachokisema ni kwamba mama mitano tena. Tunamshukuru Mama Samia Rais, amefanya vitu vya msingi sana. Hata sisi wenyewe tunaishi katika bima za afya nazo amezileta, watu tunatibiwa bure. Tunafurahi sana mama yetu kwa kuleta hata bima ya afya, tulikuwa tunasumbuliwa sana. Ila leo ukienda Bugando unapokelewa yani kama mtu ambaye una kibali pale, tunapokelewa. Zamani tulikuwa tupokelewi hivi kama mama alivyoweka uongozi wake. Ila leo tunatibiwa vizuri, tuna bima ya afya, maendeleo tunayaona. Hii ni Tanzania Habari.